baba zangu, mama zangu, kaka zangu, dada zangu, karumna na kanyanyazi, Mungu ni mwema kila wakati. Naomba tumpigie Mungu makofi makubwa. Wazo letu la leo, dharau ya leo, heshima ya kesho. Dharau ya leo, heshima ya kesho. Naomba mwambie jirani yako, dharau ya leo, heshima ya kesho. Somo linalotuongoza ni kutoka katika somo la pili la waraka wa kwanza Mtume Petro kwa watu wote, sura ya pili, asasa mstari wa 7. Jiwe waliolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Wahaya wana methali isemayo, otina kyamera, muogope ambaye bado anakuwa, muogope ambaye bado anakuwa. Mtu wa leo sio wa kesho. Usimdharau anayeibuka, kesha anaweza kuinuliwa. Mti mdogo udharauliwa, lakini baadaye unatoa kivuli kikubwa. Wanapopuuzwa leo, baadhi ya watu huwa tegemeo la kesho. Mbegu iliyotupa ovyo huota hata msituni. Kulikuwa na mkulima mmoja, alikuwa na maharage anataka kuyapanda. Mengine yalikuwa yanaonekana yamesinyaa, yamekauka, akayaweka pembeni, akayatupa. Yale mazuri akaweka kwenye bustani. Lakini cha ajabu, yale aliyoyatupa yalistawi sana na yakatoa mbegu. Yalikuwa yanadharauliwa. Ndio tunasema jiwe lililodharauliwa, lililokataliwa limekuwa jiwe la pembeni. Naye Kristo alidharauliwa, lakini yeye ndiye jiwe kuu la pembeni. Mimi niko hapa kwa sababu alifufuka. Wewe uko hapa kwa sababu alifufuka. Tunaitwa Wakristo kwa sababu Yesu alifufuka. Makofi kwa Yesu. Kwa hiyo usijidharau wala kumdharau mtu mwingine. Yale maharage yalionekana hayana thamani, kumbe thamani iko ndani. Aibu ya leo ni hadithi ya ushindi kesho. Jiwe alilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Nina points 4. Kwanza, dharau mwanzoni, heshima mwishoni. Dharau mwanzoni, heshima mwishoni. Sasa wanaorekodi wameondoka, mimi nataka kutoka hapa ili kudemonstrate. Dharau ya leo, heshima ya kesho. Wahaya wana methali inasema, ekyo Mungu akubikire tikijunda, ekyo Mungu akubikire tikijunda. Kile Mungu ambacho amekuwekea akiozi, kile Mungu ambacho amekuwekea akiozi. Mimi nakwambia kuna jambo kubwa Mungu amekuwekea aliozi. Muda wake utafika, uko kwenye foreni. Wakati mwingine Mungu anatubariki kinyume nyume. Fikiria hapa ndiko mbele, fikiria hapa ndipo mbele. Sasa Yosefu walimtupa kwenye shimo. Fikiria mimi naelekea mbele, lakini naenda kinyume nyume. Yosefu walimtia kwenye shimo, lakini kaka yake akamtetea Benjamin, wakamweka kwenye shimo akitaka kumuondoa. Baadaye wakamuuza kwa Waishmaeli, akawa ni mtumwa. Inaonekana amerudi nyuma, maana alishasema mtaniinamia. Wanaona mambo ya kuinamia yaji. Baadaye akauzwa akawa house boy, anarudi nyuma. Baadaye akatupwa gerezani, lakini huko Mungu akamuinua. Alikuwa anaenda mbele kinyume nyume, anaenda mbele kinyume nyume.
atakusurprise. Wakati mwingine katika maisha kuna mtoto anaweza akawa anabaguliwa kwenye familia, labda anapata maksi ndogo, 8 ya 100, 5 ya 100, 6 ya 100, anapata namba za viatu lakini baadaye huyo ndo anaibeba familia, baadaye ndiye anaibeba familia. Usikate tamaa na mtoto wako. Mambo bado. Mtakatifu Monika alikuwa na mtoto ambaye alikuwa amekengeuka Agosti, akamwombea kwa machozi mpaka Agosti na kabadilika, akawa padri, akawa askofu, akawa Mtakatifu Agustino kwa maombezi ya mama. Naomba wakina Wawata, wakina mama, simama. Ukisimama familia inasimama, ukisimama watoto wanasimama, ukisimama mme anasimama. Ndio maana Bikira Maria msalabani, Biblia inatuambia alisimama chini ya msalaba, akukaa, akujigaragaza, akusikitika na kujigaragaza. Mama Maria alisimama. Naomba mama, simama. Ukisimama mambo yatasimama katika familia. Wanaume, jambo ambalo unaweza ukawatendea watoto wako ni kumpenda mama yao basi. Mambo yakienda hivyo, pointi yetu ya kwanza, dharau mwanzoni, heshima mwishoni. Pili, chini leo, juu kesho. Aliye chini leo anaweza kuwa juu kesho. Ukisoma waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 11, Yesu alikuwa ni Mungu, akuona kuwa kule Mungu ni kitu cha kung'ang'ania, akajishusha akarudi chini. Lakini Mungu akamuinua, Mungu Baba akamuinua, akampatia jina lipitalo jina, ili kwa jina lake kila goti lipigwe. Akija mkuu wa mkoa tutasimama, lakini Yesu anapojitokeza wakati wa konsekrasio sote tunapiga magoti kila goti litapigwa. Alianzia chini, baadaye akapanda juu. Alishuka ngazi 7, akapanda ngazi 7. Daudi alikuwa mchungaji mdogo na kudharauliwa katika familia. Kalikuwa ni katoto kanakoshinda mbugani kuchunga kondoo. Walipoleta nabii, alipokuja wakawaparade wale 7, wakaweka kwenye parade. Walikuwa ni wazuri, ni Andy Sam Mr. Daisram walikuwa hapo, lakini Mungu akasema, hapa sioni mfalme, mimi sitazami sura ya nje, natazama moyo. Hakuna mwingine. Wakasema kuna namba 8, lakini bado ni kadogo. Akaletwa Daudi. Nabii akasema huyu ndiye, akapakwa mafuta. Unaweza ukawa chini, kesho ukawa juu. Pointi ya 3, mwishoni leo, kesho mwanzoni. Ayubu alipoteza kila kitu, lakini mwisho wake Mungu alimjeleshea mara 2 zaidi, na akasema Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Aliposhukuru, Mungu akamrudishia. Shukrani inavuta miujiza. Shukrani inatatua matatizo. Jaribu kushukuru. Mwambie jirani yako kwa Kiingereza, try thanksgiving. Leo utasema Kiingereza jaribu kushukuru. Sio mkaanza kusema amekuja hapa mwaya kama mnatuonea.
Kuna mtoto alikuwa apendwi na mwalimu. Kila mara mwalimu huyo anamchukia, kiamua kupiga konzi watoto anampiga mbili, wengine moja moja. Mwingine akipiga kiboko kimoja enzi hizo za zamani, huyu anampiga viboko viwili. Siku moja akaja mfadhili kutoa zawadi, akasema mjipange mstari darasani. Yule mtoto anayechukiwa akajipanga mbele ya ubao kabisa kabisa. Yule mwalimu akamuona, akamtoa, akamweka nyuma ya mstari. Sasa wengine watoto wakajibanabana kwenye ubao. Yule mfadhili akasema, samahani, hapa sipati nafasi ya kugawa zawadi, naomba mgeuke nyuma, mtaanzia kule ndiko kuna nafasi. Hilo tunaita urejesho. Naomba Mungu akurejeshe nafasi yako. Wewe ni mama wa familia, ni mwana wa wata, naomba Mungu akurejeshe nafasi yako katika familia. Wewe mwanaume ni msingi wa familia, akurejeshe ule uwezo wako wa kubeba, akurejeshe nafasi yako. Mwanaume ni msingi wa familia, kama tutakavyoona kwenye semina. Anabeba uzito wa paa, uzito wa nguzo, uzito wa nyumba. Nitawaelezea anachokibeba mwanaume. Naomba Mungu akurejeshe nafasi yako. Urejesho. Pointi yetu ya mwisho, maskini wa leo ni tajiri wa kesho. Yesu huyu, jiwe lililokataliwa, alikuja kututajirisha. Alijifanya maskini ili kututajirisha. Tukizifuata kanuni zake tutafanikiwa katika maisha. Maskini wa leo, tajiri wa kesho. Ayubu alikuwa maskini na kupoteza kila kitu, lakini Mungu alimpa utajiri mkubwa mara mbili. Kuna baba mmoja anaitwa Colonel Alan David Sanders. Alipokuwa na umri wa miaka 65 alikuwa amefilisika. Akapata mawazo baada ya kupata tamaa ya kujiua. Wakati ametulia kwenye mti anaangalia namna gani ajiue, akajiuliza, hivi kuna jambo zuri niliwahi kufanya maishani? Akakumbuka alishawahi kukaanga kuku kwa namna ya ajabu. Kusema, kwa nini sikaange kuku na kuanza kuuza? Kusema okay. Alikuwa na pesa kidogo, akanunua kuku wachache akawakaanga, akawapelekea majirani. Walikuwa wamekaangwa kwa namna ya ajabu. Majirani walipokula wakafurahi, wakampigia simu wakisema, na kesho tuletee. Baadaye akapanua wigo, akaenda kwa majirani wengine, wote wanasema kesho tuletee. Akapata wazo la kwenda kwenye mahoteli kuuza wazo la namna alivyokuwa na kaanga. Wengine wakampuuza, lakini baadaye akaanza kushika kasi. Kaanzisha kihoteli kidogo, baadaye hoteli kubwa, ikaanza kuitwa Kentucky Fried Chicken, KFC, Kentucky Fried Chicken. Akaanza kuuza, akawa na mahoteli Marekani nzima, nje ya Marekani, hata Kenya hizo hoteli zipo. Alikuwa aga dunia akiwa na miaka 65, aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 90. Huyo ndo Mungu ninayemwabudu, huyo ndo Mungu unayemsikia. Mara unakunywa nao chai, unachati nao matajiri 5, wewe ni tajiri wa 6. Lakini hivyo hivyo ukisoma maisha ya watakatifu 5 unawaweka kwenye matendo, utakuwa kama Mtakatifu Ignasi wa Loyola. Aliposoma maisha ya watakatifu akasema, if they, why not me? Kama wao, kwa nini sio mimi? Naomba tuseme kwa Kiingereza, if they, why not me? Tumpigie Mungu makofi. Dharau ya leo, heshima. Mmoja wa mashahidi wa Uganda alikuwa Mtanzania, Mtakatifu Yohane Maria Mzee. Alipozaliwa kuna kituo cha hija na kanisa zuri linajengwa, ndicho kituo nakisimamia.
Minziro Kishomberwa. Alienda kufanya kazi Ikulu, alikuwa ni wa mwisho kuuawa. Aliuawa tarehe 27 Januari mwaka 1887. Aliyemuua alimkata kwa upanga shingo na akatupa upanga, akasema nenda na mlaaniwa, akamwita mlaaniwa. Papa Paulo wa sita alipowatangaza watakatifu alisema hawa ni mashujaa wetu, hawa ni mabingwa wetu, hawa ni walimu wetu. Aliyeitwa mlaaniwa ni bingwa, aliyeitwa mlaaniwa ni mwalimu, aliyeitwa mlaaniwa ni shujaa. Acha Mungu aitwe Mungu. Naomba ukipata nafasi hiji tarehe 6, kuna ambao wanakuja kuhiji kutoka Dar es Salaam Magomeni, hiji kwa Mtakatifu Yohana Maria Mzee, mtakatifu Mtanzania. Dharau ya leo, heshima ya kesho. Yesu alidharauliwa, lakini kila goti linapigwa. Kuna wajane ambao walikuwa yani wanapuuzwa kama tulivyosikia somo la kwanza, lakini baadaye wakainuliwa. Mitume hao walikuwa wanadharauliwa, Yesu anasema naenda kuandalia makao. Dharau ya leo, heshima ya kesho. Endelea kusali, endelea kufanya toba, endelea kusamehe, endelea kuchakalika. Mungu yu pamoja nawe. Anayekupiga teke, anayekupiga kibuti, kesha atakupigia saruti. Anayekuita kikaragosi, kesha atakuita bosi. Anayesema uolewi, ataona wanabeba shera yako. Dharau ya leo, heshima ya kesho. Tumsifu Yesu Kristo.